Muda ndio huu. Vuta kiti na kaa kwa kutulia. The Bantu. Masikio na macho kwa TV yako upate upana wa habari, ukubwa na elimu ya ujuzi wa mambo, uzito wa matukio na mengi usiyoyafahamu, yenye ujazo wa burudani na ucheshi kuirahisisha siku yako. Karibu kwenye jioni za Wabantu. The Bantu. The Bantu. Yes, asante sana kuendelea kuifuatilia ST Bongo. Kama unatufuatilia kupitia kisimbuzi cha Star Times, unatufuatilia kupitia dish kwa kupitia channel 401, lakini vile vile kupitia antena ni 161. Mimi ni Wilberforce Ngoto, Seche yupo pia, lakini pia MC Petit. Kubwa hapa huwa tukizungumza masuala mbalimbali yanayohusu maeneo tofauti tofauti, na leo fahari kubwa sana kuweza kukutana hapa na Dr. Nasib Shaban Mtoi kutokea Farmbase. Atatueleza kwamba yeye Farmbase ni nini, lakini vile vile yeye katika Farmbase ile ni daktari wa nini. Maana kuna madaktari wengi wa mifugo, madaktari wa binadamu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo leo tutapata kufahamu hasa Farmbase ni nini, lakini pia kwa sababu zipi ameona ni vyema aweze kupita hapa na kutusabahi kidogo. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi, unafuatilia The Bantu, ikiwa leo wakati huu ni saa la pili. Mimi kuna ukweli wote kwamba nguruwe ana mnyoo ambao haufi hata akipikwa. Na huo mnyoo anasema unapokula basi anakuingia na wewe. Kuna ukweli wote katika hizi taarifa? Sasa kwenye swali kama hilo, ni stories zinasemwa mtaani, na kama ingekuwa kuna hatari ya kiafya, mamlaka husika, veterinaries ambao wanasimamia ngazi ya mikoa, ngazi ya wilaya, ngazi za kitaifa, ngazi za kata, wangepewa maagizo walete taarifa hiyo kwa jamii officially. Lakini kwa kuwa ni taarifa ambayo inazungumzwa kwenye mitandao, sisi kama professions hatuna mamlaka ya kuzungumza kama watu wa kijiweni. Sisi tunaongea kwa sababu nimeona hatari hiyo, kwa sababu nyama zingine kama ng'ombe tunazikuta buchani, lakini hizi nyama za nguruwe haziendi buchani. Zina namna yao, zina maeneo ambayo watu wanakwenda kuzipata. Tena wanasema kwamba yule mnyoo hata kama ukila dawa ya minyoo, kwamba yeye ukila dawa ya minyoo yeye anakatika, anazidi kujizaa sasa, na anazidi kuwa ni balaa. Unaona, na hapo vile pana tunasikiaga kuna kipindi pia tulionaga mamlaka waliweza kutoa taarifa kwamba kuna watu walikuwa wanalisha mifugo dawa za ARVs ili waweze kunenepa kwa haraka na kuweza kuingizwa sokoni. Mchakato wa kuweza kupata nyama iliyo bora ni yote unafanyika katika maeneo ya machinjio. Sana mimi nikifika tu pale buchani nakuta nyama nachukua. Mimi napaswa kuchukua tahadhari gani? Kwa sababu sina jicho la kujua kwamba hii nyama ni salama ama si salama. Nikishaichukua pale, kitu gani napaswa walau kukifanya kitaalamu ili kuweza kuepukana na zile side effects ambazo zingeweza kutokea baada ya kula ile nyama ambayo na ARVs? Nafikiri waziri mwenye mamlaka ya mifugo alitoa kauli kusuppress hii rumors. Nilisikia taarifa hii, waziri akisema hakuna kitu kama hicho, hakuna ukweli wote. Tunarudi pale kwamba kuna narratives mbalimbali zinaendelea vijiweni, lakini kama kungekuwa kuna taarifa rasmi ambayo inathibitisha madai haya, wataalamu walishatumwa kwenye field, wameshafanya ukaguzi na wamerudisha ripoti. Ndio maana waziri akatoa taarifa kwamba hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo supplements ni kweli zipo nyingi ambazo ni supplement salama, virutubisho salama, lakini bado tuna kazi kubwa kama wataalamu kuifikishia jamii elimu sahihi. Maana yake lazima tukiri kwamba teknolojia hii ya kuelimisha watu kufuga kisasa kwa kutumia hizi vyote tulivyovielekeza kama acaricide za kudhibiti kupe, za kuogeshea mifugo ambazo tunazalisha sisi Farmbase kama kampuni kuu inayozalisha acaricide hizi. Pia hizo supplements mbalimbali ambazo tunawapa wanyama kwa ajili ya kuongeza maziwa, kuimarisha afya zao, watu wanaofuga kwa ajili ya kuzalisha kwa ajili ya nyama, supplements zipo. Sasa sisi professionals ambao ni vets na maafisa mbalimbali wa mifugo, tuna jukumu bado la kupush taarifa sahihi kwenye jamii yetu, kuhakikisha kwamba hizi narratives, kwa kuwa ni
ni upepo mpya umekuja wa kufuga kitaalamu na kwa kutumia hizi product za kisasa ambazo zitaimarisha zaidi mazao ya ufugaji na kwenye kilimo pia. Inabidi tuwape elimu watu ili kusiwe na narratives ama story nyingi ambazo zinakuwa tunapotoshana wenyewe kwa wenyewe kwa kukosa elimu sahihi ama taarifa sahihi. Okay. Farmbase, mna tumia njia zipi kuweza kumempower kijana ambaye amekaa pengine amemaliza chuo lakini pengine ana idea ya kutaka kuingia katika ufugaji ama na kilimo kwa jumla wake, lakini kwa sababu wewe unajua sana masuala ya ufugaji, kwa nitalielekeza ile swali kwako kwamba namna ambavyo mnafanya motive zipi kwa ajili ya kuwasukuma vijana ambao wanatamani kuingia katika ufugaji. Ila sio kufuga paka. Sio kufuga paka, ni mifugo ile ya kibiashara. Paka pia lakini hata paka ni biashara. Paka pia hata mbwa ni biashara. Paka ni biashara kwa sababu unaweza ukawa unafanya ufugaji wa paka ukawa na hizi breeding za kisasa na ukawauzia wapenzi wa paka ambao wanapenda kuwa na paka wao, animal companies. Mtu anataka tu awe nyumbani kwake kuna paka mzuri, kama urembo mzuri, anajisikia vizuri, kutoka akiwa mdogo mpaka wanafanya bonding ya mnyama wake. Kwa hiyo unaweza ukafanya biashara hiyo. Ukawa unazalisha vizuri paka wako, unafanya breeding, unawahudumia vizuri, unawaweka katika hali nzuri, unauzia watu. Watu wananunua paka mpaka milioni 1, milioni 2. Na watu wapo wanafanya biashara ya kuuza paka. Watu wapo wanafanya biashara ya kuuza mbwa. Na ni official kabisa, kuna clinics za paka, mbwa. Tukirudi katika swali la msingi la kiongozi, sisi Farmbase katika kuhakikisha tuna empower vijana kwenye sekta ya mifugo na ufugaji, mifugo na kilimo, tumejikita zaidi katika kutoa huduma ya elimu. Tuna attend seminars zote zinazohusika hapa nchini. Nane zote tunakwenda. Matamasha mbalimbali kama hii itakayofanyika Ubena Livestock hii tunashiriki. Tunaalikwa sehemu mbalimbali za kiserikali kwenda kutoa huduma za elimu, kuhakikisha kwamba product tulizokuwa nazo zinawafikia wananchi na wanazijua na manufaa yake. Kwa kupata elimu sahihi ni hatua ya kwanza kubwa sana kuendea lengo lako la uzalishaji katika ufugaji na kilimo. Kwa sababu bila elimu sahihi kwamba ninataka kuanza kufuga, niende wapi nikapate elimu sahihi ya nini cha kufanya. Unaweza ukawa una mtaji wako wa kununua labda vifaranga vya kuku wa nyama 200. Ukawa na banda lako zuri. Sasa baada ya kununua kuku wako 200 kwa ule mtaji uliokuepo, na ni nini cha kufanya ili uhakikishe unakuza wale kuku 200 na kwenda kuwauza, uokoe mtaji wako ulionunulia na upate faida ya kukutoa kwenye kuku 200 kwenda kwenye kuku labda 250, 300 mpaka 500. Kupata ile elimu sahihi ya nini cha kufanya, ndio tupo pale sisi Farmbase na wataalamu wetu wa kilimo na mifugo kuhakikisha huyu kijana sasa kwamba anafanya jambo kwa tija zaidi. Kumtembelea, kumshauri, kuku 200 ratio ya vyombo vya maji inatakiwa viwe vingapi? Wanatakiwa wakae katika space ya ukubwa gani? Wanatakiwa wapate kiwango cha joto cha kiasi gani? Wanatakiwa wakifikisha labda siku 10 ufanye nini? Hii elimu sasa ndo tuko pale kwa ajili ya kuitoa ili kuhakikisha tunainua vijana katika shughuli za kiuchumi. Katika shughuli ambazo Farmbase inafanya, wadau wenu hasa ni watu gani? Serikali, taasisi binafsi au watu wakulima na wafugaji binafsi? Hasa wadau wa Farmbase ni kundi gani kati ya wadau wa Farmbase? Ni Watanzania wote, kwa sababu nikikurudisha nyuma kidogo, wadau wakubwa wale ambao wanawafikia kwa sana. Wadau wakubwa ambao tunawafikia ni wananchi, kwa sababu product tulizokuwa nazo zote, watumiaji wakuu wote ni watu wanaohusika moja kwa moja katika kuzalisha katika ngazi ya ufugaji na kilimo. Kwa hiyo kama ni small scale agriculture, mfugaji mmoja labda mkulima mmoja analima labda bamia zake nusu heka, itabidi aje achukue booster ya kulimia bamia, itabidi aje achukue dawa ya kudhibiti wadudu wa bamia. Lakini pia katika large scale
wadau wakubwa, wazalishaji wakubwa, mashamba makubwa yote wanatumia product zetu za dhana zetu za umwagiliaji, trekta, hizo power tiller, milking machine, zote hizi agro input, dhana mbalimbali za kilimo ambazo tunazo. Kwa hiyo tunaanzia katika ngazi ndogo ya Mtanzania ambaye anahitaji dawa ya minyoo ya labda 1500 kwa mathalan. Ikitoa mfano labda product ndogo labda inauzwa 2000, anahitaji akakinge minyoo kwenye kuku wake, mpaka mzalishaji mkubwa anayetaka labda kulima kwa trekta. Hizi huduma zote tunatoa kwa sababu tuna farm base agro inputs ambao ni farm base machinery. Tunahusika na mambo ya dhana zote za kilimo, kuanzia trekta, power tiller, yale chef cutter ya kuchakata majani, milking machine za kukamulia maziwa. Kwa hiyo kuanzia anayeweza kumudu kununua product ya shilingi 2000 mpaka anayeweza kumudu kununua labda product ya milioni 40, hao wote ni wadau wa farm base ambao tunawafikia. Na tumekuwa tukifanya hivyo kwa takriban miaka 25. Okay. Kwa hiyo unaweza kuona coverage ya nchi nzima kwa kila anayejihusisha na activity za ufugaji na kilimo. The Bantu.